Leo bana ligi kuu labda kwa Uingereza. Naam. Tuanze labda jana. Ndio. Jana bana kulikuwa na derby pale London na kulikuwa na mchezo ambao ulikuwa unapigwa kati ya Manchester United dhidi ya Arsenal. Umeona bwana. Moja ya mchezo ambao mimi nilitarajia kwamba Arsenal angeweza kushinda, lakini mwisho wa siku ikawa kama vile ilivyokuwa. Hakushinda. Walidraw. Walitoka sare ya bao 1-1. Manchester walitangulia dakika za jioni kipindi cha kwanza, lakini baadaye kipindi cha pili Arsenal na wenyewe wakarudisha kati mani. Mwisho wa siku mchezo kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Jana hiyo. Ulikuwa ni mchezo mkubwa, licha kwamba pia kulikuwa na michezo mingine ambayo ilikuwa inachezwa, lakini huo ulikuwa ni miongoni mwa michezo mikubwa ambayo ilichezwa kwa hiyo jana. Kwa hiyo jana watu tumepata burudani, na kumbuka tulikopo hapa ya kukata na shoka. Tulikopo hapa na bwana Marco Pastori hapa. Kwa hiyo tulishuhudia burudani. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya The Blues walikuwa wanacheza na Leicester City. Kwa hiyo na mchezo ulimalizika kwa Chelsea kushinda bao 1-0 katika mchezo huo wa jana. Umeona bwana. Lakini mchezo mwingine ambao ulionekana kuwa mgumu ulikuwa ni kati ya Bournemouth alikuwa anacheza na Tottenham. Na mchezo ulimalizika kwa sare ya bao 2-2 hiyo jana. Kwa hiyo jana kulikuwa na burudani, mnahamia huko mnatoka huko mnaenda hapo hivyo. Kwa hiyo mambo yalikuwa namna hiyo. Umeona bwana. Lakini kule La Liga, Getafe alikuwa anacheza na Atletico Madrid, na Atletico Madrid jana ametota kwa kufungwa mabao 2-1. Jana hiyo. Real Madrid akishinda dhidi ya Rayo Vallecano akishinda mabao 2-1, wakati Athletic Club ametosha na nguvu na Mallorca ya bao 1-1. Lakini kwa upande wa Real Betis ameendelea kutafuta nafasi sawa ya kupanda juu zaidi. Jana kashinda bao 1-0 dhidi ya Las Palmas, wakati Real Sociedad dhidi ya Sevilla Sevilla ameshinda bao 1-0. Kule Ujerumani pia kulikuwa na michezo ambayo ilikuwa inaendelea Ujerumani. Eintracht Frankfurt alikuwa anacheza na Union Berlin, na Union Berlin imeshinda mabao 2-1 dhidi ya Frankfurt. Lakini tukienda kule Serie A Italy, kulikuwa na michezo bana jana. Kulikuwa na michezo mingi. Lakini moja ya michezo ilikuwa mzuri, ilikuwa ni kati ya Juventus pamoja na Atalanta. Jana Juve kakalia chuma 4-0. Yaani kaletwa kati mara 4. Hakusikia aibu. Mchezo. Ukibondeka sawa sawa unatulia tu, unakubali yaishe, basi mambo yanakuwa hivyo. Lakini Empoli jana alikuwa anacheza na AS Roma, na AS Roma ameshinda bao 1-0. Lakini pia Napoli alikuwa na Fiorentina, ambapo Napoli alishinda bao 2-1, na Hellas Verona alikuwa anacheza na Bologna ameshinda mabao 2-1. Hiyo ni kwa upande wa Serie A kule Italia. Sawa. Lakini kwingineko pia leo bana wagonga nyundo wa Uingereza watakuwa dimbani kucheza dhidi ya Newcastle United. Sawa, huu ni mchezo ambao utapigwa majira ya saa 5 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini kwa upande wa La Liga, Espanyol atakuwa anacheza na Girona, na upande wa Serie A kule Italia Udinese atakuwa anacheza na Lazio. Sawa. Kwa hiyo ipo namna hiyo. Bana nakumbuka kuna siku niliwahi kukuambia kwamba watu wanaotoka kwenye familia hizi za chini kidogo ambao mambo sio safi, chaka huwa wanakaza kweli kabisa. Huwa wanakaza kweli. Na maana najua hapa nikizembea mimi hapa inakuwa kwangu, familia yangu itaendelea kusota miaka nenda rudi. Hiyo bana pale kuna mwamba mmoja Ubelgiji pale. Sawa? Ndio. Ubelgiji pale. Wana mwamba mmoja. Ana shughuli. Nani tena? Ana shughuli. Bana mwamba huyo bana, kuna kipindi aliwahi kuja Chelsea. Namna gani vipi? Mourinho akasema wewe bana hapana. Haifai. Lakini sasa huyu mwamba bana kwenye historia yake. Sawa? Ndio. Kwenye historia yake ya maisha ya soka bana, amezaliwa kwenye familia ambayo kidogo ilikuwa ni duni. Unaona bana, yani kiasi kwamba kitoka shule alikuwa kikuta nyumbani kuna mkate ambao unao mpaka umeshaanza kuharibika fulani hivi. Naam. Sawa, ameshapata uchezo kwa sababu ya maisha magumu. Sawa? Ndio. Inakuwa mikate na nini na maziwa anasema kwamba ilikuwa ikichanganywa maji ili yawatoshe kama familia. Si yale ambayo anakujaga nayo Moze.
Unaona? Yaani unaweka maji ili kusudi yaonekane kuwa mengi ili watoto simko wengi pale mpate mtoshe. Sure. Sasa bwana jamaa akawa ndoto zake yeye ni soka. Naambia wazazi wangu, bwana mimi nasoma lakini yani huku mimi naona sio kabisa, yani huku sio. Ndio. Niangalie upande wa pili. Akawa anaenda akitoka shule kwenye mazoezi. Sasa kana namwambia kocha wake, hivi mimi lini nitaanza kucheza soka la kulipwa? Umeona? Lini nitaanza kucheza soka la kulipwa? Kocha akamwambia, sasa hebu ongeza uwezo wako ni kujaribu kwenye kikosi cha wakubwa. Ndio. Ila siku kifikisha miaka 16 kama utakuwa na uwezo wako huu, basi tutaanza kuingia kwenye soka la kulipwa. Bwana Mwamba akapewa nafasi. Sawa. Akaanza kuingizwa. Sawa, kwenye kikosi. Mungu saidia, jamaa akaanza kufanya vizuri. Sawa? Ndio. Akaanza kufanya vizuri. Siku moja tu anapewa nafasi, mwanangu akapiga chuma 76. Ndio. Akasema, huyu sasa unakuja. Afikisha miaka 16 akasema sasa unaingia kwenye soka la ushindani. Naam. Na la kulipwa. Jamaa akawa amepata nafasi hivyo, akatoka sasa akaanza kutengeneza maisha ya nyumbani. Kwa sababu anakuambia kwamba wakati unaweza kujitambua ilikuwa nafikia wakati yani amefika nyumbani wakati anakula mama yake ametulia. Sawa? Ndio. Anambia mama, vipi mbona wewe hauli? Akasema mwanangu wewe kula hicho chakula cha kwako, mimi nimeshakula. Kumbe bi mkubwa amejutua ili kusudi mtoto wale aende mazoezini. Okay. Umeona bwana? Amenyutua ili aende mazoezini. Mtoto wale aende mazoezini. Sasa baada ya kuja kugundua ukweli, anasema aliumia sana, na ndicho kilichompa hamasa yeye kufanya mazoezi kwa uchungu ili mradi tu aingie kwenye ushindani wa soka la kulipwa ili aje atengeneze nyumbani. Umeona bwana? Sasa huyu Mwamba anayemzungumzia ni Romelu Lukaku. Baba Lukaku huyo. Yule alikuwa mara mwisho alikuwa anapiga kipute gani? Lukaku bana hata Manchester pia kapita. Okay. Kama kumbuka. Yeah. Hata Manchester pia kapita na nini. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao of course wanafanya vizuri mpaka sasa hivi. Sure. Wanafanya vizuri mpaka sasa hivi. Lukaku ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Yaani kati ya striker namba 9 Lukaku na yeye ni miongoni mwao ambao wanafanya vizuri. Sure. Kwa hiyo bana kwenye maisha bana iko hivyo. Usikate tamaa. Watu ambao wanatokea mara nyingi kwenye humble family ndio ambao wanatoboa. Mtoto akishua wewe. Unajua kwenye maisha bana, hata kama umezaliwa kwenye familia ya chini, jitahidi wewe familia yako sio ya chini. Yaani wewe basi tengeneza namna yoyote familia iweze kuinuka. Sure. Yaani familia yako ibebe mabegani wewe. Ndio sifa nzuri, na sio kulalamika kwamba mimi nimezaliwa kwenye familia maskini sio. Hapana. Ukifanya hivyo wewe ni uvivu wa kufikiria na uvivu wa kubeba ndoto za kimaono ya kuwa tajiri. Sababu kama kubeba ndoto za kuwa tajiri lazima utatengeneza kama ilikushinda babangu mimi nitafanikisha. Sure. Bwana shukrani sana, tutakaporudi tutaona mchongo mwingine mzuri zaidi.